Kwa jina naitwa Festo Richard Sanga, ni mwenyekiti wa Bunge Bonanza na Bunge Marathon. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation, dadangu Tuli Mwambapa, lakini pia management ya CRDB chini ya mkurugenzi mtendaji kaka yetu Dr. Abdulmajid Sekela kwa kutupa nafasi ya kuweza kufanya kazi na CRDB pamoja na management kwa maana bodi nzima ya CRDB. Waandishi wa habari, tumekuja leo kuonana na watu wa CRDB kwa sababu tumekuwa tukifanya nao kazi. Takriban hili ni bunge la pili. Bunge la 12 tulifanya wote na hili ni bunge la 13 katika eneo hili la Bunge Grand Bonanza. Bunge Grand Bonanza ni bonanza ambalo linafanyika kila mwaka mwezi wa 6, kipindi ambacho bunge linaenda kuhitimishwa, bunge la budget, na CRDB wamekuwa wakidhamini bonanza hili katika ukubwa wake. Sio kazi rahisi kudhamini. CRDB wamekuwa wameifanya kwa viwango vya juu sana. Tuwapongeze sana na tunapigia makofi sana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Spika, ni kwamba tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa maana ya Jumamosi kutafanyika bonanza kubwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Bonanza ambalo mwaka huu limekuja kitofauti zaidi na saizi ya ukubwa pia ni kubwa zaidi, kwa sababu ni bonanza ambalo linashirikisha wabunge pamoja na mabalozi wa nchi zote ambao wako Tanzania watakuja Dodoma kwa ajili ya kushiriki bonanza hili, lakini vile vile taasisi mbalimbali za serikali, lakini wizara mbalimbali zote za serikali tutakuwa nazo na watashiriki kwa 100%. Lakini zaidi wananchi wa Dodoma, kwa sababu jana tulikuwa na kikao na mkuu wa mkoa wa Dodoma, amelichukua katika uzito wake kuhamasisha wananchi kuhakikisha kwamba wanafika hiyo siku ya tarehe 20. Waandishi wa habari, Mheshimiwa Spika pamoja akishirikiana na Wizara ya Michezo wamelielekeza bonanza hili katika kuhamasisha maandalizi ya AFCON mwaka 2017. Na ndio maana kauli mbiu yetu tunaizungumza ni kwamba pamoja AFCON Tanzania tupo tayari. Kwa hiyo bonanza hili katika michezo ambayo tutaifanya ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha na tunawataarifu na tunawapa taarifa mabalozi kwamba nchi yetu imejipanga na imejiandaa kuhakikisha kwamba AFCON inafanyika. Mnajua na mnatambua jitihada ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazifanya kuhakikisha kwamba infrastructures zinakamilika, lakini pia Watanzania wanahamasika kuhakikisha kwamba wanashiriki. Sasa CRDB Bank nao wamekuwa ni sehemu ya kuhamasisha maandalizi ya AFCON kupitia bonanza hili. Tunawapongeza sana CRDB. Lakini tunaomba mtambue ushiriki wa wabunge, pia ushiriki wa hizo taasisi mbalimbali kwenye hilo tukio ambalo linategemea kuanza saa 12 kamili asubuhi, likianza kwa matembezi kutokea pale viwanja vya bunge kuelekea pale roundabout ya TAMISEMI, nadhani mnaifahamu, karibu na Safina House, na baadaye itaelekea uwanja wa Jamhuri ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali. Katika michezo ambayo itafanyika siku hiyo, mchezo wa miguu kwa maana mpira wa miguu utakuwa ni kati ya bunge na mabalozi. Lakini mchezo wa netball utakuwa kati ya CRDB wafanyakazi kwa maana watumishi wa CRDB Bank pamoja na wabunge. Lakini mchezo wa netball ni CRDB, lakini pia na basketball ni CRDB. Kwa hiyo hii michezo yote itakuwa ni CRDB dhidi ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaamini CRDB, na hivi ni wadhamini wa Taifa Cup, basketball Taifa Cup. Tunaamini mtafanya vizuri sana kwenye huo mchezo ambao wabunge tutashiriki. Lakini wabunge pia wamesema ni wataarifu kwamba mjiandae kweli kwa sababu bunge hili ambalo ndio mara yake ya kwanza tunashiriki bonanza limefanya usajili wa wabunge wengi vijana. Kumbuka ndio bonanza la kwanza tunakutana na sura mpya. Kwa vijana ni wengi na hawatakuwa tayari kuhakikisha kwamba bunge linapata kadhia ya kufungwa. Kwa hiyo tunaomba mjiandae sana kwenye michezo hiyo. Lakini tutakuwa na michezo mingine ya burudani mbalimbali ambao Mheshimiwa Spika pia alitangaza, ikiwemo michezo ya riadha itakuwepo, michezo ya bao, michezo ya draft, michezo ya karata na michezo mbalimbali itakuwepo.
Ni kwa nini tunafanya haya? Waandishi wa habari lazima mtambue, nchi yetu imekuwa na mwamko wa michezo, lakini huu mwamko wa michezo kwenye taifa letu haujaja from nowhere. Ni jitihada za Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa mhamasishaji mkubwa kwenye sekta zote za michezo. Ukienda kwenye riadha, ukienda kwenye ngumi, ukienda kwenye football, amekuwa akifanya. Na sisi kama bunge, na bunge ni bunge la wananchi, tumekuwa tukimuunga mkono Mheshimiwa Rais. Tumekuwa tukisisitiza kwamba ukishiriki michezo, tafsiri yake ni kwamba unaimarisha afya yako, na taifa lenye watu wenye afya imara ni taifa liko salama. Lakini pili, tuna kampeni hiyo siku CRDB, unajua pia wanatambua uwepo wa kuchangia damu salama. Kwa hiyo kupitia CRDB pia tumeshirikiana nao kwamba kuwakaribisha watu wa damu salama waje kwa ajili ya sisi Watanzania kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa Watanzania wenzetu ambao wamekuwa na uhitaji wa damu. Kwa hiyo sikio pia tutakuwa na changizo la damu salama ambalo pia ni kampeni ya kuhakikisha kwamba tunawaunga mkono wenzetu. Lakini zaidi ni tunafahamu katika kipindi hichi serikali inatumia gharama kubwa sana katika magonjwa ambayo sio kuambukiza. Tumekuwa tukisema hili kuhusu mambo ya figo, mambo ya ini, ambayo mengi yanatokana na lifestyle zetu na vyakula ambavyo tunakula. Lakini kupitia mazoezi, lakini kupitia mabonanza haya tunahamasisha nchi nzima iendelee kufanya mabonanza kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na afya salama. Kwa hiyo kupitia hili pia tunahamasisha wananchi wote wa Dodoma na karibu na Dodoma kuja kushiriki kwenye Bunge Bonanza. Bunge Bonanza ni la kila mtu, halina kiingilio, ni free. Kwa hiyo tunaamini ule uwanja wa Jamhuri utatapika kwa jinsi ambavyo mkuu wa mkoa ametuahidi, lakini kwa jinsi ambavyo wizara na taasisi za serikali zimejitoa kwa kuja zinashiriki kwenye tukio hilo. Sisi kama bunge tunawahakikishia watu wa CRDB udhamini ambao mnawekeza kwetu ni mkubwa. Fedha ambayo umetaja takriban milioni 450 ni fedha nyingi. Sisi tunatambua sana mchango huo kupitia spika wetu wa bunge, na amekuwa akisisitiza kwamba tufanye vile ambavyo kwa kweli vita deserve udhamini ambao mnatupa. Na kwa kupitia katibu wetu wa bunge ndugu yetu Baraka amekuwa akisisitiza maandalizi bora, na sisi tuhakikishe kwamba maandalizi yamekamilika 100% kuhakikisha kwanza bonanza linafanyika. Kwa hiyo waandishi wa habari karibuni sana, na tunaomba Watanzania wafahamu kwamba CRDB Bank ndio benki ambayo inamsikiliza mteja. Kwa hiyo tunaamini kabisa mtaendelea kuiunga mkono benki hii, na sasa hizi ni benki kiongozi, na bahati nzuri nimepata nafasi ya kushiriki matukio kadhaa CRDB, tukio Kongo, lakini tukio Burundi. Diplomasia ya michezo inatafsiriwa kiuhalisia kupitia CRDB, kwa sababu kuna marathon Burundi, kuna marathon pale Kongo ambayo inafanyika na CRDB Bank. Ni vitu ambavyo mnaweza mkavichukulia katika mtazamo wa udogo, lakini ukienda kwenye hayo mataifa utatambua thamani ambayo CRDB imejenga kimahusiano kati ya Tanzania na hizo nchi. Kwa tunawafurahia na tunasema asanteni sana, tunawakaribisha sana kuhakikisha kwamba kwenye bonanza letu inakamilika. CRDB tuko tayari kufanya kazi na nyie kwenye mabonanza mengine yanayofuata, lakini kwa hili tumejiandaa kweli, na mabalozi wamesema pia watafika na wataonyesha ushirikiano kwa kiwango kikubwa sana. Asanteni sana. Ipo, lakini zawadi sio kwa maana ya fedha, ni zawadi kwa maana ya makombe. Na hata kuna medali hapo kuna zitaja zile medali 1200. Kuna medali za ziada zilizozitaja hizo 200 ni zile dhahabu kabisa, bronze na zile silver ambazo zinatolewa. Kwa hizo ni zawadi ambazo zinatolewa kwa washindi. Pia na zawadi za washiriki wote ambao watashiriki marathon, kila mtu atapata medali kwa maana kwa wale watakaoshiriki marathon. Karibu pale Faraja Kiongole. Faraja Kiongole. Asante sana. Mwaka jana tulidhamini kwa kiasi cha shilingi milioni 350. Mwaka huu ni 450. Nafikiri wote tunafahamu kwamba vifaa hivi tumevileta kutoka nje, kwa gharama moja imeongezeka kwa sababu ya kinachoendelea duniani, bei za mafuta zimepanda. Lakini pia mheshimiwa amezungumziwa kwamba mwaka huu mashindano haya yana ukubwa wake. Tumeleta mpaka viongozi ambao ni waheshimiwa mabalozi ambao wako hapa kurepresent nchi zao katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wenyewe watashiriki. Na jingine ambalo nilikuwa sijalizungumzia ni kwamba tulifanya Imbeju University of Dar es Salaam Startup Challenge. Mheshimiwa Waziri wa Elimu aliomba pia wale vijana waje wafanye exhibition siku hiyo. Kwa tumewajengea mabanda, kwa tutaomba mgeni rasmi na viongozi watawapitia ili waone ubunifu na talent
za wale vijana. Kwa hiyo kuna gharama za kuwasafirisha na gharama za kuwepo, lakini wakiwepo waheshimiwa mabalozi, hata mchapalo wetu inabidi tuongeze status kidogo. Kwa hiyo na wenyewe upgrade, tumehakikisha kwamba services zinakuwa nzuri zaidi. Kwa maana hiyo entertainment hata wakati wa mchana itakuwa kubwa zaidi. Michezo imeongezeka, na mimi niungane na mheshimiwa, wana Dodoma, karibuni sana ili mje muone shindano hili la kihistoria likiwaandaa kwa ajili ya michezo ya AFCON. Mpira wa miguu